Hizi ni habari na matukio. Moja ya vitu ambavyo leo tunakwenda kuviangazia ni jicho pevu ambalo linatoa mwanga mchana kweupe. Moja kwa moja jicho pevu lilikwenda kuangazia kunako barabara ya kuelekea zahanati na shule ya sekondari Visiga. Hapa namaanisha ni Visiga kwa kipofu. Tuliona wadau mbalimbali ambao walitokea kwenye grupu la Tuzungumze na Visiga kwa hisani ya serikali pamoja na uamuzi wa wananchi, wakaamua kutoa nguvu kazi yao kurekebisha barabara hii ambayo inameza vitu vingi. Nasi kama 7 Hit Media tuliona ni vyema nasi tukahusika moja kwa moja kwa kuipaza sauti na kuonesha jinsi gani uzalendo unatakiwa uwe. Tuliona ni vyema kwenda kuzungumza na baadhi ya wananchi hao ambao walikuwa hapo kwa ajili ya kurekebisha barabara hiyo kwa kujitolea. Nao wadau walizungumza kama ifuatavyo. Mdau wa 7 Hits Media kwenye habari matukio, leo ni siku nyingine tunakutana tena tukiwa wazima na kushukuru kabisa afya ambayo inatokana na Mwenyezi Mungu. Leo tuko sehemu moja inaitwa Visiga kwa kipofu, maeneo ya zahanati. Leo hapa kuna habari nzito sana kuhusiana na wananchi ambao waliamua kujitolea kurekebisha barabara hii kutokana na adha ya mvua iliyotokea. Imekuwa ni ngumu sana kwenye upande wa usafirishaji na watu kupita, na ukizingatia kwamba hii ni barabara kuu ambayo inapitisha wanafunzi, pia inapitisha watu ambao wanaenda zahanati. Tuko hapa na mmoja wa wadau ambao wamejitolea kuifanya hiyo kazi. Atajitambulisha mwenyewe, lakini pia atasema kwamba yeye hapa amesimama kama nani. Habari yako? Namshukuru Mungu. Kwa majina unafahamika kama nani? Mimi naitwa Salim Agoda. Leo uko hapa kama nani kwenye kuhakikisha kwamba utengenezaji wa barabara unakuwa sawa? Mimi nilipo kwa namna tofauti. Nilipo kama mwananchi wa kata ya Visiga, lakini pia nipo kama mshiriki kwa upande wa Chama cha Mapinduzi. Kwa maana Chama cha Mapinduzi ndio ambaye anasimamia serikali. Kwa hiyo unapotokea matukio ya namna hii, kushiriki sio dhambi. Kwa hiyo nipo kwa hiyo. Tusimame na hapo kwanza kama mwananchi. Umelipokeaje swala hili la kutengeneza barabara before, kwa sababu tumeona adha ambazo zinatokana hapa, baadhi ya wamama bodaboda wanaanguka, imekuwa ni mtihani sana na ni swala ambalo la muda mrefu. Kabla ya kufika hapa, ni lipi ambalo limekuwiwa sana mpaka ikaboa wewe kupoteza kuja kuingiza nguvu yako hapa kwa ajili ya wananchi wengine? Kwanza nimekuja kuona wadau wa maendeleo, namna ya wao waliona kuna namna ya lazima wajitolee kutokana na hii adha ya njia. Lakini tuzungumzia adha ya njia kwa zahanati, hii serikali pia wanaitambua na tayari ipo kwenye mchakato. Lakini kwenye vikao vya wananchi vya mitaa na UDC walishakaa na kuona kuna namna ya kuwekeza baada ya mvua kuisha. Kwa hiyo sasa nilikuja kuona kwamba ni namna gani tunaweza kushiriki, kwa sababu haya ni matukio ya kushiriki. Kwa hiyo nami nimekuja kushiriki kuona tunaweza kupunguza, maana kutatua kwa namna ya eneo kama unavyoona ni ngumu. Sasa kwa vitendea kazi ambavyo tunavitumia kuondoa mpaka serikali ile iwekeze hapo. Na tukija katika upande wa serikali, ni upi mpango wao madhubuti kwamba tutakalofanya kwamba hapa ili tukio linakuwa ni kikomo chake, yani kwenye utengenezaji wa barabara hii, ili bado matukio haya yasiendelee kujitokeza, kwa sababu mvua ni mipango ya Mungu. Kama tunafanya repair alafu tunatengeneza kama tulivyotengeneza awali, kitokea tena mvua inaharibika, tunakuwa mchezo ni ule ule. Wewe umesema kwamba unasema katika upande wa chama, lakini unasema katika upande wa mwananchi. Tuje katika upande wa chama, ni ipi mikakati madhubuti ya kuhakikisha kwamba tukio hili hapa linakuwa haliwezi tena kujirudia? Kwa upande wa chama nimehakikisha kwamba serikali imeelekezwa na imesimamiwa mara baada ya mvua kuja kuhakikisha kufanya matibabu ya kudumu, yani matengenezo ya kudumu ya njia hii kwa bajeti ya Julai kuendelea, kwa maana bajeti ya mwezi wa 7 ya kiserikali. Lakini pia serikali ilikuwa na mpango na tayari upo wa dharura kwa marekebisho ya njia. Mshukuru mdau mmoja, ukiondoa njia hapa, yuko mdau ametengeneza daraja kwa nyuma kule, kwa maana ya kuirahisishia serikali kwa muda huu ambao utakuwa unaendelea kujipanga kuja kufanya matibabu ya kudumu. Basi wenye magari, pikipiki watakuwa wanapita njia nzuri kabisa, ukiachana na hii. Kwa hilo serikali ina mpango mzuri wa kudumu wa kuhakikisha inakuja inarekebisha hii njia, na hiyo ipo. Hata wadau hawa maendeleo ili grupu ya Visiga yetu, hilo pia walikwenda kuzungumza na mheshimiwa diwani. Mheshimiwa diwani hapo ufafanuzi kwamba TARURA tayari mpango kazi wao upo, na hii ni kwa sababu tuna ujenzi wa kituo cha afya hapo juu. Kwa hiyo serikali haiwezi kuwa ina mpango finyu kiasi hicho kwamba tuna na kituo cha afya alafu tuwe hatuna njia. Kwa hiyo lazima turekebishe njia, alafu then maendeleo ya zahanati na kituo cha afya, lakini kadhalika tuna sekondari. Kwa hiyo mpango wa serikali wao upo na uko mbioni kwa ajili ya kuja kurekebisha na kuanza matibabu ya kudumu, kuweka mifereji, lakini vile vile kufanya matengenezo makubwa ambayo hata mvua inyeshe kwa season zote barabara hii iendelee kudumu.
Na ni upi mkakati huu wa kutengeneza hizi barabara za mitaa? Maana tumeona si hapa, tuna baadhi ya sehemu nyingine zimeharibika. Je, mipango huu ama mpango huu wa nguvu kazi za wananchi ni kwa ajili tu kwamba eneo hili ni zahanati na shule, ama mpango huu upo katika sehemu mbalimbali za barabara za wananchi? Kwanza mvua bwana imeathiri sehemu nyingi, sio Visiga tu, maeneo mengi. Kwa hiyo mpango wa serikali ni kuona wanapanga bajeti ya matengenezo walau kwa uchache, kwa sababu ukisema tutibie matibabu kwa barabara zote kwa sizoni zote za mvua zisiharibike, sio kweli, kwa sababu kama utapita hata Morogoro Road, yako maeneo ambayo barabara pia zimeharibika kwa sababu tu ya mvua. Kwa hiyo mwendelezo wa barabara nyingine kwa mitaa mingine pia serikali hili liliona, lakini pia halmashauri yetu manispaa yetu ya Kibaha chini ya mkurugenzi wetu Dkt. Rogers Shemeleka na baraza la madiwani imeona tayari kuna bajeti ambayo imetengwa kwa ajili ya marekebisho ya barabara zote ambazo mvua inaenda ilifanya uharibifu. Lakini hii pia ni kwa mara zote, kwa sababu kila mwaka tunafanya marekebisho. Nadhani magreda yanapita yanachonga. Kwa hiyo mvua tu, kwa sababu sio maombi ya kwamba tunaomba mvua inyeshe ili kuharibu barabara. Kwa hiyo serikali iko mbioni na ina mpango wa si barabara hii tu, lakini kwa kuwa leo tuko hapa tunastiki na hii barabara, lakini barabara zote kwa mpango wa serikali yetu uko mbioni kurekebisha. Na upi wito wako juu ya wananchi ambao wanatumia barabara hii kwenye swala zima la kujitolea? Barabara hii kwa wito wananchi ambao wanatumia barabara hii, moja ni wape pole, sababu wanazunguka, si kama wanakosa njia ya kupita, wanazunguka. Kwa sababu nimpongeze mdau waje kwa majina sijamfahamu, nilipita akagua, lakini nafikiri pia serikali ina mpango wa kumpongeza kwa kuwaona wananchi wa eneo hili wanapata shida na wanafunzi wenye magari, pikipiki, akatengeneza daraja kule. Nafikiri ni shauri pia kutoka si vibaya amekatia kuona ni mpango wa mwananchi ambaye ametolea kwa moyo, kuona wanazuia ama wanapunguza angalau adha ya wananchi kupita kwenye ile eneo kwa shida ya ipungue. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi wa eneo hili, wao waendelee kuwa na imani ya serikali yao, kwa sababu kwa kipindi cha mvua, bajeti ya mvua na kiangazi zinatofautiana sana. Bajeti ya mvua ni kubwa inayopitiliza, lakini kiangazi tutakuwa na bajeti ndogo kwa sababu kuti maporomoko ya kiasi hiki. Na mdau mtazamaji wa 7 Hits Media, tukiendelea kusalia hapa kunako njia ya kuelekea zahanati, na kama unavyoona shughuli mbalimbali zikiendelea za utengenezaji wa barabara hii. Huyu ni mmoja wa wadau ambaye tumepata kupiga naye story 2-3. Tunaendelea kupiga story na wadau wengine ambao wapo wameshiriki katika eneo hili hapa. Tunashukuru sana kwa wakati wako. Asante sana. Mtazamaji wa 7 Hits Media, tukiendelea kusalia hapa kwenye habari na matukio, tuko na mdau mwingine ambaye tunapiga naye story 2-3 kuhusiana na tukio zima la kujitolea kutengeneza barabara hii. Habari yako? Nzuri, habari yako? Natambulika kwa majina kama nani? Natambulika kwa jina la Madam Mariam Mlawa. Madam Mariam Mlawa, kwenye tukio kama hili leo umesimama kama nani? Mimi nimesimama kama admini, lakini ndio mbeba maono wa hili zoezi la leo. Ni changamoto gani ambazo unaona mnapitia kwenye kuhamasisha wananchi kujitolea? Changamoto kwa kweli siwezi kusema kama zipo, kwa sababu sisi tuna group letu inaitwa Tuzungumze Visiga. Tumekuwa tukiendelea kuongelea mambo ya maendeleo na mambo kama hayo, lakini mimi nikiwa kama mmoja wa mpita hii barabara, ni mwalimu nafundisha Visiga Sekondari. Kwa hiyo nimekuja kuona hii changamoto ya barabara muda mrefu, nimeona watu wanavyopata shida, tuna watoto ambao wako hapo shule, yaani tukasema serikali ina mpango wake, ina bajeti zake, lakini sisi kama wadau, kama wananchi, kwa nini tusiguse jamii kwa namna moja au nyingine? Kwa hiyo nikatoa wazo kwenye group, jamani, walau tujaribu kugusa sehemu ili walau hata tuweze kupita. Kwa hiyo kwa kupitia group watu wakawa wameafikiri jambo, basi tukapanga tarehe, ndo kama tunavyotuona leo tuko katika eneo hili hapa. Na ni upi ushauri kwa wananchi ambao hawapo kwenye group la Tuzungumze na Visiga kuja juu ya kujitolea, kwa sababu nimeona hapa kuna baadhi ya watu wanapita hata kwenye ile kusaidia inakuwa ni ngumu. Ushauri wako ni upi, na ikiwa barabara sio kwa ajili ya wananchi Tuzungumze Visiga tu, ni kwa ajili ya watu wote? Ushauri wangu ni kwa viongozi, hasa wa serikali za mitaa na viongozi wengine, kutoa uhamasishaji na kuambia. Tunafikiri wakiambiwa hilo jambo wanaweza wakafanya, kwa sababu na mimi na boda mmoja akasema hili jambo kama tungeweza kupata taarifa mapema tungeweza kufanya. Sidhani kama kuna ugumu wote, kama wakiambiwa wananchi wanaweza wakafanya hiyo, kwa sababu jambo ni jema, wanapita njia hii inawagusa wagonjwa, inawagusa watoto, inawagusa wao wenyewe. Kwa hiyo ni jambo jema, sidhani kama wakiambiwa wanaweza wakashindwa kufanya hili jambo. Mimi nadhani kutakuwa hakuna maongezi mengi sana kwenye uwekezaji wa nguvu hii. Ni nini ambacho unaweza ukashauri? Ninachokishauri ni hizo hamasa tu zitumike wakati tunaendelea kusubiria hiyo budget, kwa sababu tunajua hizi barabara zina budget zake, zina kila kitu, lakini pia kuigusa jamii sio dhambi.
Kwa hiyo pale panapoonekana kufanya jambo basi lifanyike kwa wakati wake kama jamii, lakini serikali nayo ifanye jambo lake kama serikali. Nashukuru sana kwa wakati wako Madam Mlawa. Nashukuru. Mdau wa 7hits Media, huu ni mmoja wa wadau ambao pia wamehusika kwenye swala hili la utengenezaji. Tunashukuru kwa kuendelea kufuatilia 7hits Media, lakini pia tuendelee kuwa pamoja mwanzo mpaka mwisho. Endelea kusalia hapa kwenye habari na matukio. Tuko na mmoja wa wadau ambaye yeye ni miongoni mwa wahamasishaji wa kufanya tukio hili, lakini pia ni group admin wa Tuzungumze na Visiga. Tuanzie hapa kwenye Tuzungumze na Visiga. Ni kitu gani ambacho kilikushawishi ukaona kama ninaweza nikawalinki wananchi wa Visiga kupitia group tukapanga mambo na yakaenda? Asante ndugu mwandishi. Mimi kwanza naitwa Abbas Kambi, ndio group admin wa Tuzungumze Visiga yetu. Kimsingi ni kwamba tulikuwa tunafikiria kitu kimoja, chombo ambacho kinaweza kaunganisha wananchi wakaweza kusema maneno mazuri na wakaweza kusema changamoto, lakini pia wakazungumza mambo mbalimbali ya kijamii ili kuweza kutengeneza sauti ya pamoja. Hiyo ndio lengo la kufikiria kitu ambacho tumekianzisha cha Tuzungumze Visiga yetu. Ni ugumu gani ambao unaupata pale baadhi ya wananchi wakiamua kutoa changamoto ambazo kwa upande wako zinakuwa ni ngumu kuzitatua kwa haraka? Kwanza mimi jukumu langu sio kutatua changamoto. Jukumu langu ni kuzisema changamoto ambazo wanakumbana nazo wananchi. Na hiki kimekuwa ni chombo sahihi ambacho unaweza ukazungumzia hizo changamoto. Kwa hiyo mimi sioni ugumu, kwa sababu jukumu langu ni kuchukua zile changamoto na kuzisema. Kwa hiyo sioni ugumu, hakuna ugumu. Na kwenye hili umefanikisha kwa asilimia ngapi kuhakikisha kwamba zile changamoto ambazo unapewa unazisemea vizuri na zinatendewa kazi? Kwanza jambo la kwanza niseme na tunashukuru Mungu kwamba kwa muda tulioanzisha hili group mpaka tumefikia hapa sasa hivi, wananchi wamejenga imani na group lao, kwa sababu viongozi sio kwamba hawataki kutatua changamoto za wananchi wao, isipokuwa kwamba ni sauti ipi inaweza kuambia hizo changamoto zao na mwisho siku za kuzitatua. Lakini kupitia group letu ili tumejoin watu wengi, tumechukua viongozi mbalimbali wa kiserikali, tumechukua watendaji wa serikali, tumechukua wananchi wa kawaida ambao hawana sauti kabisa, lakini kwa sababu wana simu wanaweza kujumuika na sisi pale na kusema changamoto zake. Kwa hiyo kupitia hiyo viongozi wameweza kujua mambo mengi sana ambayo kwa namna moja au nyingine wameanza kutatua hizo changamoto. Zile ambazo wanaweza kuzitatua wamezitatua kwa wakati huo, lakini zile ambazo hawawezi kuzitatua kwa wakati huo wamezitengenezea mikakati ya kuhakikisha kwamba hizo changamoto zinatatuliwa. Tuzungumzie kwenye hili la leo hapa. Ni sehemu ngapi ambazo umeshapitia na kuhakikisha kwamba changamoto za barabara mnajaribu kuzipunguza kwa kiasi kidogo kama hicho ambacho umefanya kupitia nguvu ya wananchi? Ni sawa kabisa, na kwenye hilo ndo tunapata nafasi ya kusema kitu kimoja kwamba nchi inajengwa na wenye moyo na inaliwa na wachoyo. Maana gani ukisema hivi? Nimesema hivi, nchi inajengwa na wenye moyo na inaliwa na wachoyo. Maana yake ni kwamba hata kile kidogo tulichokuwa nacho tunaweza kushiriki kuweza kuhakikisha kwamba tunajenga nchi yetu, kwa sababu hii nchi ni ya kwetu, nchi sio watu wengine. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine nasema kwamba tumezunguka, tumeangalia changamoto nyingi, na sisi kama maadmini tunashiriki katika hizo changamoto, na mwisho siku wananchi wanatatua changamoto zao na tunashirikiana nao na zinaisha. Na ingawa sio kuisha kabisa, lakini walau tunapata pa kuanzia ili kuweza kupata huduma za wananchi. Labda ile kukutana na habari za baadhi ya wananchi ambao wanasema kwamba kwenye hili hakuna mwananchi ambaye anaweza kupoteza muda wake kuja kulifanyia kazi, isipokuwa labda wale wanaotenda kuna kibaadhi ya posho ama hela wanapewa nyuma na ndio maana wanafanya. Hamjakutana na kadhia kama hii? Kwanza kadhia kama hiyo haipo. Mimi ninachokijua mimi kwa wananchi ni kwamba unawashirikishaje kwenye hiyo changamoto, kwa sababu wanaamini hii nchi ni ya kwao, hakuna mtu mwingine anaweza kuijenga. Kwa mfano hii barabara tunayotengeneza leo, tunaiweka karabati hapa leo, wanapita watu wengi, wanapita watu ambao wanaenda zahanati, wanapita ambao wanaenda shuleni, watoto zetu sisi. Hata kama akiwa mtoto mwingine, na japokuwa mimi sikai mtaa huu, lakini ni watoto wetu sisi ambao wanapaswa kupata haki zao za kimsingi ya kielimu, afya na mambo mengine. Kwa hiyo mimi nachoona ni kwamba namna gani wananchi wanashirikishwa ili waweze kuona wanasapoti juhudi mbalimbali zinazofanywa na serikali, na kwa maslahi yao na kwa maslahi ya serikali pia. Kwa hiyo hakuna changamoto kwenye kushirikishwa. Na ni upi ushauri wako kwa serikali? Ushauri wangu kwa serikali, wasifiche changamoto. Changamoto zikifichwa zinatengeneza chuki kwa wananchi. Mwananchi ukimwambia kwamba sasa hivi hatuna fedha kwenye jambo hili, anakuwa anakuelewa, kwa sababu mwisho wa siku serikali ni kama familia yako nyumbani. Wewe leo unaweza ukaamua kwamba nyumbani kwangu leo kwa kipato nilichokuwa nacho naweza kufanya hiki na hiki na hiki. Hiki siwezi kukifanya, unakiwekea muda wake. Lakini ukiweka watu wananchi wako wazi, maanake wanatambua kwamba kweli tuna changamoto hiyo, lakini sasa hivi fedha hatuna. Kwa kama fedha hatuna, tunafanya nini ili kuweza kutatua changamoto? Ndio pale mnaposhirikishana ili jambo liende. Leo hii tunazungumzia hapa, tunasubiria serikali iweze kutengeneza mazingira ya kukarabati kwa kiasi kikubwa, lakini sisi tunataka tupite. Leo tumechukua viroba, tumechukua na wananchi na mamemba wa grupu na wadau wengine mbalimbali, tumekuja hapa tunafanya. Leo hii serikali inakuja kupita hapa,
haiwezi kupita, tunapita sisi ambao ni wananchi wa kawaida. Kwa hiyo ushirikishwaji, wananchi wakiambiwa ukweli wanatambua kwamba serikali yetu haina fedha kwa wakati huu. Na mtazamaji wa 7 Hit Media, nadhani utakuwa umesikia baadhi ya maneno ambayo amezungumza huyu muasisi wa grupu la Tuzungumze na Visiga. Mimi nadhani tutakuwa hatuna la ziada, lakini kabla hatujafika tamati wa kipindi hiki, tumpe wasaa wa kuzungumza chochote na wananchi ambao wanatizama 7 Hit Media, pia na wananchi wa Visiga kwa kipofu na wa Kibaha kwa ujumla. Mimi niseme kitu kimoja. Kwanza, yeyote ambaye anaishi kata hii ya Visiga, grupu letu liko huru sana. Halijalishi una chama, haijalishi Muislamu, haijalishi Mkristo, haijalishi una fedha nyingi, haijalishi una fedha nyingi, haijalishi una elimu, haijalishi wewe una elimu. Ila isipokuwa ni kama wewe ni mkazi wa Visiga, basi una haki ya kushiriki katika ile grupu na tuzungumze wote kwa pamoja. Na maana tukasema tuzungumze ile Visiga yetu. Wote tunashiriki kuzungumza mambo yanayotuhusu sisi wa Visiga. Lakini mwisho wanasema hivi, nataka niwaachie ujumbe wananchi wetu ambao wapo Visiga hii. Waelewe na pengine na nje ya mipaka ya Visiga, ni kwamba nchi inajengwa na yenye moyo na inaliwa na wachoyo. Asante sana. Huo msemo umekuwa umekaa sana mdomoni kwake kwamba nchi inajengwa na wenye moyo, inaliwa na wachoyo, si ndivyo? Kufikia hapo tunakuwa hatuna la ziada kupitia 7 Hits Media. Hii ni habari na matukio. Endelea kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho kwa vipindi vingine na kufurahia na 7 Hits Media. 7 Hits Media tumekiwasha. Katika kitu ambacho kimewavutia watu wengi sana ni baada ya kuona mmoja wa msanii mkubwa sana kupitia hapa Visiga, Mlandizi na sehemu nyingine tofauti kushiriki katika hatua hii ya kujitolea kujenga barabara. Imekuwa ni tukio zuri sana na la kuvutia. Tuko naye hapa anaitwa Radimo, lakini pia yuko na dansa wake anaitwa Zero, si ndivyo? Mzee, ili tukio imekuwaje? Imekuwa ni tofauti sana na watu ambao wanategemea kwamba wewe uwepo wako hapo umekuwa ni jambo la kustajabisha sana. Kitu gani ambacho kimekuvutia mpaka kushiriki katika tukio hili? Kilichonivutia kwamba ni kujitoa kwenye jamii. Unapokuwa msanii ama unapokuwa mtu kwenye jamii, unatakiwa kujitolea kwenye mambo ya kijamii, hususani kama haya, na sio haya tu, yako mengi tunajitolea, japokuwa hayatangazwi, ila ndio vitu kama hivyo vinatuvutia, kwa sababu tukio kama hili, baba kama hii, inatusaidia sisi wenyewe, inasaidia watoto zetu, wazazi wetu na wengine. Alafu barabara kubwa, njia kubwa, njia inatoka kama unavyoona, wanafunzi kama hivyo, watu wanaenda hospitali, wanaenda kujifungua, wengine wanaumwa. Kwa hiyo njia ikiwa haiko sawa, inakuwa haipendezi. Sasa tunataka kwanza tujitolee wananchi kabla serikali haijafika. Imekuwa rahisi sana kwa upande wako. Vipi kwa upande wa wasanii wenzio, unalipi la kuwaambia kwenye kushiriki matukio muhimu kama haya? Nachoweza kuambia kwamba wajitahidi kujitoa kwenye jamii, kwa sababu jamii ndio inawafikisha pale walipo. Kwa hiyo na wao wanapaswa kujitolea kurejesha kwenye jamii, isije kesho na kesho kutwa wakasusiwa na wao baadhi ya matukio yao, kazi zao. Uliona mfano juzi kati tu hapa kwenye masuala ya siasa, masuala ya utekaji yalivyotokea, uliona wasanii walisusiwa baadhi ya kazi zao na wasanii wakawa wanalia njaa. Unakumbuka? Kumbuka tukio hilo. Kwa hiyo upande wa kulia huko tuko na mmoja wa dansa wako. Umemshawishi vipi mpaka kufikia tukio hili? Naona iko sambamba na wewe kwenye kila tukio, ukiacha masuala mazima ya kushiriki na wewe kwenye stage. Leo ameshiriki na wewe kwenye barabara ya vumbi, kwenye kuhakikisha kwamba wananchi wanapita vizuri. Kipi ambacho umemshawishi na yeye akashawishika? Kijana huyo ana roho safi, ana moyo safi na ana matukio ya ajabu, japokuwa jina lake linaweza likakutatanisha. Zero ana amani, ukasema labda Zero akili hana, lakini Zero ana akili timamu na iko sawa. Na anajitoa kwenye matukio mengi tu, na ni mtu poa kwenye jamii. Kwa nini Zero ana maana? Kama anavyoongea kaka wewe. Ina maana gani Zero? Zero ina maana gani? Vijana tu wamenipa wao. Ina maana jina hilo ulibarikiwa na vijana nao ukalipokea. Sasa baada ya kupokea ukataka kujua kwamba Zero ina maana gani? Sijataka kujua na vijana tena. Na ukalikubali kama lilivyo. Unalipi la kuzungumza juu ya tukio hili ambalo linaendelea? Sina kuzungumza, kama alivyosema kaka. Kama maliza kila kitu. Maliza. Basi mdau wa 7 Hits Media, tunashukuru sana kwa uwepo wenu. Tulikuwa na Radimo pamoja na dansa wake. Hawa ni wasanii ambao wameamua kuonesha moyo wa utu kwenye kushiriki na kuhakikisha kwamba wanafunzi wanasoma vizuri kama mnaona, lakini pia wamama wajawazito wanahudhuria kliniki kama ipasavyo kwa kuhakikisha kwamba barabara inakuwa vizuri. Jina langu naitwa Abdul Shomari, napatikana kupitia 7 Hits Media, lakini pia usisahau kwamba 7 Hits Media tumekiwasha na tutaendelea kuwasha. Naitwa Mwavita Clement Juma, natizama 7 Hits Media. Oya we, sio mbia kukute ukidaiwa mikopo. Natazama 7 Hits Media. Naitwa Abbas Kambi, natazama 7 Hits Media, tumekiwasha. Hey, yo, it's your boy Radimo right here, niko na mwanangu Zero Wanamani, 7 Hits Media, tunakiwasha.